Hebu tujifunze neno la Mungu kwa mahubiri yenye kichwa sheria ya Mungu na tunda la mawazo. Wazo ni muhimu. Kila kitu huanza na mawazo yetu, iwe ni kizuri au kibaya. Je, si mnakubali? Kwa hiyo, mawazo mabaya husababisha matokeo mabaya. Mawazo mazuri walakini huongoza kwenye matokeo mazuri, sivyo? Katika Agano la Kale, Mungu alitupa sheria kupitia Mose. Katika Agano Jipya, alitupa sheria ya Agano Jipya kupitia Kristo. Kwa kuwa ni karama kutoka kwa Mungu, tunapaswa kuliamini na kulifuata, tukifikiri kwamba ni kwa ajili ya faida yetu ya wakati ujao. Walakini, mara nyingi watu huacha sheria ya Mungu kwanza. Wanasema hata kama hatulishiki, je, hatuwezi kupaza sauti tu, Bwana, Bwana? Walakini wanapofanya hivyo, watapokea maafa, laana za milele na adhabu. Mungu tayari alielezea hili kupitia Biblia. Basi lazima tuamini kulingana na mafundisho ya Biblia ambayo Mungu alitupa, sivyo? Baadhi wanaweza kujiuliza, kwa nini mambo kama hayo yananipata? Kila matokeo yana sababu. Kwa kuwa kila mbegu iliyopandwa italeta matokeo. Kuanzia wakati huu na kuendelea, lazima tutupilie mbali mawazo yote mabaya. Siku zote tuwe na upendo kwa Mungu na tumaini la mbinguni, na tuazimie kufuata kabisa mafundisho yote ya Mungu. Bila azimio hili, hatuwezi kutarajia matokeo mazuri. Leo tuanze na Yeremia sura ya 6 mstari wa 18. Kwa hiyo sikilizeni, enyi mataifa, angalieni, enyi mashahidi, lile litakalowatokea. Sikia, nchi, ninaleta maafa juu ya watu hawa, matunda ya. Je, maafa yanatokana na nini? Mipango yao. Haijalishi walikuwa wamefikiria nini, maafa haya yalikuwa matokeo ya mawazo yao. Basi mawazo yao yalikuwa nini? Tuendelee kuliangalia hilo. Matunda ya mipango yao, kwa sababu wamefanya nini? Hawakusikiliza maneno yangu na wameikataa sheria yangu. Mungu alianzisha sheria ya wokovu, sheria ya uzima na sheria ya msamaha wa dhambi kwa wanadamu. Inashangaza kwamba walikataa kanuni ambazo zina neema ya Mungu. Biblia inatuamsha kuwa maafa yatasababishwa na wazo la kwamba kutotii sheria ya Mungu inakubalika. Kila mtu, Sabato tunayoishika leo sio siku ya kawaida. Hata malaika mbinguni wanatamani kuishika siku ya Sabato, lakini hili ni fursa iliyopewa kwetu sisi tu. Hivyo sheria ya Agano Jipya, sheria ya Kristo, ni muhimu kwetu. Tuangalie Isaya sura ya 24 mstari wa 5. Dunia imetiwa unajisi na watu wake. Sababu ni nini? Wameacha kutii sheria, wamevunja amri na kuvunja agano la milele.
Katika Yeremia 6 walikabili maafa kwa sababu waliikataa sheria ya Mungu, na katika Isaya sura ya 24 hawakutii sheria, walivunja amri na kuvunja agano la milele, na matokeo yalikuwa nini? Kwa hiyo laana inaiteketeza dunia. Ilikuwa kwa sababu ya makosa yao. Watu wake lazima waichukue hatia yao. Kwa hiyo wakazi wa dunia wameteketezwa, nao waliosalia ni wachache sana. Mstari wa 7. Divai mpya inakauka na mzabibu unanyauka, watu wote wafurahishao wanalia kwa huzuni. Furaha ya matoazi imekoma, kelele za wenye furaha zimekoma, shangwe za kinubi zimenyamaza. Sababu iliyo nyuma ya haya yote ni nini? Hawakuzitii sheria, walivunja amri na walivunja agano la milele. Kwa kuwa walifikiri ni sawa kufanya mambo kama hayo, shangwe, furaha na amani viliondolewa kutoka kwao kama matokeo ya mawazo yao. Mungu aliandika matokeo haya yote. Leo tunapoangalia Yeremia sura ya 6 na Isaya sura ya 24, sheria ya Kristo ambayo Mungu ameianzisha kwa ajili ya wanadamu ina jukumu muhimu kiroho. Kutupa amani, furaha, shangwe na ufalme wa milele wa mbinguni, Mungu alianzisha sheria ya agano jipya. Kwa hiyo tunapaswa kushika siku ya Sabato na kanuni zote za agano jipya bila kujali ugumu wowote, sivyo? Hii ni kwa sababu kila wazo linakuwa mbegu. Kwa hiyo kama Mama wa mbinguni anavyosema, furahini siku zote, tunapaswa kujawa na shangwe tunapofikiria kuhusu mustakabali wetu wa kwenda katika ufalme wa mbinguni, sivyo? Hata hivyo, dunia hii ni mji wa makimbilio. Kwa kuwa maisha hapa hayajumuishi furaha ya milele, shangwe ya milele na amani ya milele, lazima tuutazamie ufalme wa mbinguni kwa hamu. Imeandikwa katika Isaya sura ya 24, wameacha kutii sheria, wamevunja amri na kuvunja agano la milele. Tuangalie mstari wa 6. Kwa hiyo laana inaiteketeza dunia, watu wake lazima waichukue hatia yao. Kwa hiyo wakazi wa dunia wameteketezwa, nao waliosalia ni wachache sana. Divai mpya inakauka na mzabibu unanyauka, watu wote wafurahishao wanalia kwa huzuni. Furaha ya matoazi imekoma, kelele za wenye furaha zimekoma, shangwe za kinubi zimenyamaza. Hawanywi tena mvinyo pamoja na wimbo, kileo ni kichungu kwa wanywaji wake. Mji ulioharibiwa umekuwa ukiwa, mlango wa kila nyumba umefungwa. Barabarani wanalilia kupata mvinyo, furaha yote imegeuka kuwa majonzi, furaha yote imefukuziwa mbali na dunia. Mji umeachwa katika uharibifu, lango lake limevunjwa vipande. Hii inaonyesha tu hali ya huzuni. Hili litatokea lini? Tunapofikiri ni sawa kutotii sheria ya Mungu, matokeo kama hayo yatafuata kama matunda ya mawazo. Hatupaswi kuzingatia tu siku ya Sabato, Pasaka, agizo la utaji na ubatizo. Mungu daima hutupatia mafundisho mengi. Leo kama Mungu alivyosema, furahini siku zote, hebu tutupilie mbali utusitusi maishani mwetu. Kwa kuwa tunaenda mbinguni, je, kuna sababu yoyote kwetu kutokuwa na shangwe? Kila mtu, vipi kama ungesafiri kwenda maeneo ya Marekani kwa wiki moja? Au vipi kama ungesafiri angani na kuitazama dunia ukiwa kwenye chombo cha anga? Ungejisikiaje? Hata kama watu wanakusema vibaya, utafurahi. Hata kama unasema hivyo, hivi karibuni nitaenda angani na kutazama chini katika sayari hii. Utajawa na shangwe kwa sababu unatumaini. Kwa kuwa mbinguni ni ulimwengu wenye furaha, tunapewa shangwe na furaha, lakini dunia hii ni mji wa makimbilio.
Si kila kitu tunachotaka kinaweza kufanywa. Kama mambo yangeenda kama tulivyotaka, isingekuwa mji wa makimbilio. Kwa hiyo Mungu anatuambia kwamba katika ufalme wa mbinguni tunaweza kutimiza yote tunayotamani na kufurahia uzima wa milele na baraka milele. Kwa kuwa tunaweza kufanya mambo yote mbinguni, je, Mungu hatupi mafundisho mengi sana kupitia Biblia ili kutuhimiza kuishi katika Bwana? Kuwaza katika Bwana, kuwa na tumaini katika Bwana, kumshangilia Bwana na kufuata njia Mungu aliyotupa. Kweli sheria ya Agano Jipya ni muhimu kwetu. Mara tu walipofikiri ni sawa kutotii sheria ya Mungu, walivunja sheria na kulivunja agano la milele. Matokeo yake, laana inaiteketeza dunia na wakazi wake wanahukumiwa, ikiwaachia tu mustakabali mbaya. Hiyo ndiyo sababu habari hizi tunazoshiriki na kuhubiri zinaitwa Injili, sivyo? Ikiwa watu wanakubali habari hizi njema na kuelewa sheria za Mungu ipasavyo, kwanza wataenda mbinguni. Watapokea msamaha, uzima wa milele na wokovu. Wataurithi ufalme wa mbinguni na kuwa ukuhani wa kifalme. Mungu alituandalia ufalme wa milele wa mbinguni ambapo matakwa yetu yote hutimia. Hivyo, kwa tumaini la mbinguni, hebu tufurahi siku zote, tukisema, ngojeni tu, nanyi mtaona niendako. Tukiwa hapa duniani, watu wanaweza wasitutambue, lakini mbinguni, malaika watatuambia, upendo wa Mungu ambao mlihisi duniani ni jambo ambalo hatujawahi kujionea. Ninyi ambao mmepitia matukio kama hayo, kweli mnastaajabisha. Je, Mungu hakuahidi kutupatia utukufu unaong'aa kama nyota milele? Lazima tuweke macho yetu kwenye hili na tusonge mbele. Mnapoitazama dunia, mnaona tu wakati ujao wenye huzuni pamoja na mfadhaiko, wasiwasi, laana na maafa. Lakini mnapotazama mbinguni, kuna shangwe na furaha inayofurika, bila mauti, maombolezo, kilio wala huzuni tena. Hakutakuwa na ugomvi wala laana pia. Kumejaa kupendana. Ili kuingia katika ulimwengu kama huo, lazima tutii kikamilifu sheria za Agano Jipya ambazo Mungu ametupa. Sheria itatuongoza kwa Kristo na kwa mama yetu wa mbinguni Yerusalemu mpya, na tukiwafuata baba na mama, je, hatutarudi kwenye ufalme wa milele wa mbinguni? Tuangalie Wathesalonike wa pili sura ya kwanza mstari wa 7. Tuangalie sura ya kwanza mstari wa 7. Na kuwapa ninyi mnaoteseka raha pamoja na sisi, wakati Bwana Yesu atakapodhihirishwa kutoka mbinguni katika mwali wa moto pamoja na malaika wake wenye nguvu. Atawaadhibu wale wasiomjua Mungu na ambao hawakuitii Injili ya Bwana wetu Yesu. Injili ya Bwana wetu Yesu inarejelea Agano Jipya. Nini kitatokea kwa wale ambao hawafuati sheria ya Agano Jipya? Mungu atawaadhibu kwa hukumu ya milele. Hawawezi kupokea wokovu wala msamaha wa dhambi. Vivyo hivyo, Wathesalonike wa pili sura ya kwanza inasema kwamba watapokea adhabu ya milele. Isaya sura ya 24 inasema kwamba laana ya milele itateketeza dunia. Yeremia sura ya 6 inasema kwamba watapokea maafa kwa kukataa sheria za Mungu na kwamba hili ni tunda la mawazo yao.
Baadhi husema haijalishi Sabato ni Jumamosi au Jumapili, je, haitoshi kumtumikia Mungu siku yoyote? Kwa nini siku ni muhimu sana? Ni muhimu. Ni muhimu, ndiyo maana hata Mungu aliiteua kama siku ya saba. Leo baadhi husema ni sawa kuikataa au kuishika wakati wowote tunapotaka. Hili ni wazo lao, sio wazo la Mungu. Kwa hiyo kama tunda la mawazo yao watapokea maafa na laana na kuishia katika jehanamu ya milele. Matukio haya yote ya bahati mbaya yameelezwa na manabii katika Agano la Kale na Agano Jipya. Usiache kamwe sheria ya Mungu. Mnapokuja mbinguni mtaelewa sababu zote. Hamtambui hili sasa, lakini baadaye mtaelewa. Je, si ni kweli kwamba jambo lolote ambalo Mungu hufanya si bila sababu? Basi tuchunguze kwa ufupi kipengele kimoja kuhusu siku ya Sabato. Tuangalie Ezekieli sura ya 22 mstari wa 25. Sura ya 22 mstari wa 25, kuna hila mbaya ya wakuu ndani yake kama simba angurumaye akirarua mawindo yake, wanakula watu, wanachukua hazina na vitu vya thamani na kuongeza idadi ya wajane ndani yake. Makuhani walifanya nini? Walivunja sheria ya Mungu. Makuhani wake wameihalifu sheria yangu na kunajisi vitu vyangu vitakatifu. Hawatofautishi kati ya vitu vitakatifu na vitu vya kawaida. Wanafundisha kuwa hakuna tofauti kati ya vitu vilivyo najisi na visivyo najisi, nao wanafumba macho yao katika kutunza sabato zangu, hivyo katikati yao. Je, Mungu anatendewaje? Nimetiwa unajisi. Hata kwa tendo moja tu la kutoitakasa Sabato, Mungu alisema, nimetiwa unajisi miongoni mwao. Wananivunjia heshima mimi. Leo kuna makanisa mengi na watu wa kidini wengi kama mchanga wa ufukwe wa bahari. Wanafikiri, je, kweli Mungu atafanya hivyo kwa sababu tu hatushiki Sabato? Walakini ni mawazo yao. Je, Mungu hatuambii mawazo yake kupitia nabii Ezekieli? Mungu anatuambia dhahiri, nimetiwa unajisi miongoni mwa wale ambao hawaishiki siku ya Sabato. Kila mtu, sheria ambayo Mungu ametupa kweli ni muhimu. Kama isingekuwa muhimu, Mungu angeweza kuhitimisha kwa sheria ya Mose, lakini katika Mika sura ya 4 Mungu anatangaza sheria mpya, sivyo? Si sheria kutoka mlima Sinai, bali sheria kutoka Sayuni. Kwa kuwa ni lazima tudumu ndani ya sheria na tuishike. Je, Biblia inasemaje kwamba Kristo yuko kwa mfano wa Melkizedeki? Yeye ni kuhani mkuu milele. Kama dhabihu zisingekuwepo, kusingekuwa na haja ya kuhani mkuu. Je, kuhani mkuu hayupo kwa sababu ya dhabihu, yaani ibada? Je, inasema kwamba ukuhani wa Kristo kwa mfano wa Melkizedeki ni wa muda tu? Unadumu milele na haupotei kamwe. Basi tunapaswa kutambua kwamba sheria ya Mungu pia haipotei kamwe bali ipo milele, sivyo? Walakini karibu makanisa yote husema hatuhitaji. Ukisoma Mathayo sura ya 7 mstari wa 21, kwa wale wanaosema hivyo, Mungu husema, ondokeni kwangu ninyi watenda maovu. Kwa maneno mengine, Yesu alisema, ondokeni mahali nilipo. Kwa kuwa Yesu anakaa mbinguni, mahali pengine pa kwenda mtu akiondoka kutoka huko ni wapi? Kwa hiyo tunaweza kuona jinsi sheria ya Mungu ilivyo muhimu kwetu, sivyo? Sheria ya Mungu hutia macho yetu nuru, hufanya nafsi zetu kuwa mpya.
na inaokoa nafsi zetu kutoka dhambi ili tuweze kumrudia Mungu. Ina nguvu ya ajabu sana. Walakini ijapokuwa ni jambo la asili kwetu kuishika siku ya Sabato, Pasaka na kanuni zote za Agano Jipya, wengine huona hili kuwa la kushangaza. Kwa nini wanaenda kanisani Jumamosi badala ya Jumapili? Kwa nini wanaiadhimisha Pasaka badala ya Krismasi? Sheria zote tunazoshika zinatokana na mafundisho ya Mungu. Kwa hiyo Mungu huwarejelea wale wanaoshika sheria zake kama watu wangu na hata kuahidi kuwasamehe dhambi zao zote. Tuangalie kitabu cha Isaya. Isaya sura ya 51 mstari wa 7. Nisikieni ninyi mnaojua lililo sawa, ninyi watu ambao wameweka nini mioyoni mwao? Sio sheria ya mtu mwingine, bali sheria yangu mioyoni mwenu. Msiogope mashutumu ya wanadamu, wala msitiwe hofu na matukano yao. Kwa maana nondo atawala kama vazi, nao funza atawatafuna kama sufu. Lakini haki yangu itadumu milele, wokovu wangu kwa muda gani? Vizazi vyote. Maneno haya yenye baraka yametolewa kwa nani? Mungu aliacha maneno haya yenye baraka kwa wale wanaoshika sheria yake, watu ambao wako ndani ya sheria ya wokovu. Tuangalie Yeremia sura ya 31 mstari wa 31. Siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Mstari wa 33. Hili ndilo agano nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitaweka sheria yangu katika nia zao na kuiandika mioyoni mwao. Nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kama mtu hana sheria ya Mungu, huyo si mtu wa Mungu. Hivyo, kulingana na kitabu cha Wafilipi, uraia wetu uko wapi? Watu ambao uraia wao ni mbinguni lazima waishike sheria ya Mungu. Je, Sabato si ni amri ya Mungu? Vipi kuhusu Pasaka? Mungu pia anatuamuru tuishike. Mungu aliamuru kuadhimishwa kwa Pasaka katika Kutoka sura ya 12 na 13, na katika Luka sura ya 22, Yesu alitamani sana kuiadhimisha Pasaka pamoja na Petro na Yohana. Tuendelee na mstari wa 34. Tuone mstari wa 34. Mtu hatamfundisha tena jirani yake, wala mtu kumfundisha ndugu yake akisema, mjue Bwana Mungu, kwa sababu wote watanijua mimi, tangu aliye mdogo kabisa kwao hadi aliye mkuu sana, asema Bwana. Kwa sababu atafanya nini? Nitasamehe uovu wao. Mungu atasamehe uovu wao kupitia nini? Kupitia sheria ya Mungu, agano jipya. Kwa sababu nitasamehe uovu wao, wala atafanya nini kingine? Sitazikumbuka dhambi zao tena. Mungu alitupa fundisho hili, naye akatuamuru kuishika sheria. Walakini Shetani siku zote hutuambia tusiishike, tukisema dhidi ya Mungu. Kama tunda la mawazo yao, wanaanguka katika shimo la maangamizi ya milele. Kwa ajili ya wazao waliosalia wa mwanamke, wanaofuata sheria ya Mungu kulingana na mafundisho yake hadi mwisho, Mungu atawaweka juu kabisa ya mataifa yote. Tufungue Kutoka sura ya 20. Tuangalie sura ya 20 mstari wa 8. Ikumbuke siku ya Sabato, uitakase. Kwa siku 6 utafanya kazi na kutenda shughuli zako zote, lakini siku ya 7 ni Sabato kwa Bwana Mungu wako.
Siku hiyo hutafanya kazi yoyote, wewe wala mwanao au binti yako, wala mtumishi wako wa kiume au wa kike, wala wanyama wako, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Kwa kuwa kwa siku 6 Bwana aliumba mbingu na nchi, bahari na vyote vilivyomo, lakini akapumzika siku ya 7. Kwa hiyo Bwana alifanya nini? Akaibariki siku ya Sabato na kuifanya takatifu. Mungu hubariki kila mtu anayeishika siku ya Sabato. Pia Mungu akaitakasa siku ya Sabato, na kupitia siku ya Sabato Mungu anatuongoza kwenye utakatifu. Kwa kuchunguza maneno haya, tunaweza kuelewa kama tunapaswa kushika sheria ya Mungu au la. Kila mtu, je, ni sawa kutoiadhimisha? Bila shaka lazima tuishike sheria ya Mungu. Watu wakiacha, Mungu atawaadhibu atakapotokea katika mwali wa moto katika siku ya mwisho. Katika Isaya sura ya 24 imeandikwa kwamba maafa makubwa yatawapata. Mungu alitufundisha somo hili na kutuletea ukweli wa Agano Jipya katika enzi hii, sivyo? Tuendelee na Hosea sura ya 8. Tuangalie Hosea sura ya 8 mstari wa 12. Nimeandika kwa ajili yao mambo mengi kuhusu sheria yangu, lakini wameziangalia kama nini? Kitu cha kigeni. Sababu ni nini? Ni tunda la mawazo yao. Kwa nini Mungu aendelee kuwafundisha wanadamu kupitia manabii na Biblia kuhusu mambo yasiyofaa na yasiyo na manufaa, hasa kwa mamia au maelfu ya miaka? Ijapokuwa Mungu alitoa sheria zake kwa ajili ya wanadamu, waliziona kama kitu kigeni. Inajalisha nini ikiwa Sabato ni Jumamosi au Jumapili? Je, haingekuwa bora kushika Krismasi ili kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu? Pasaka haijulikani sana. Je, ninahitaji kuiadhimisha? Kwa kuwa wanashikilia mawazo yao, matokeo ni nini? Je, watapewa ufalme wa milele wa mbinguni? Sasa hivi, huenda watu wasielewe maana ya Sabato au Pasaka ya Agano Jipya tunayoadhimisha. Lakini Mungu aliahidi kuwaweka watoto wake wote wa Sayuni kwenye cheo kilichotukuka zaidi juu ya watu wote, cheo ambacho hata malaika mbinguni hukionea wivu. Tuangalie Kutoka sura ya 15 ambapo imeelezwa kwamba Mungu alianzisha sheria kwa ajili yetu. Tuangalie Kutoka sura ya 15 mstari wa 25. Ndipo Mose akamlilia Bwana, naye Bwana akamwonyesha kipande cha mti. Akakitupa ndani ya maji, nayo maji yakawa matamu. Huko Bwana akawapa. Alitoa nini? Amri na sheria, na huko akawajaribu. Mungu alitoa nini kwa ajili yao? Sheria, kanuni na maagizo ya Mungu. Kwa ajili ya wanadamu wote na kwa ajili ya wenye dhambi wa mbinguni wanaoishi katika mji wa makimbilio wa kiroho, Mungu aliwajalia ukweli wa Agano Jipya. Kwa hiyo, hebu tuhubiri siku ya Sabato na Pasaka kwa kila mtu. Hebu tuhubiri kwa bidii ili kwamba mustakabali wao uwe ufalme wa milele wa mbinguni, na huku tukijifunza neno la Mungu kwa bidii, hebu tuishi maisha ya shangwe. Katika dunia hii, tunatazamia mbinguni na kukimbia kuelekea huko. Kwa kuwa tunatazamia mbinguni, je, kunaweza kuwa na maumivu au huzuni gani? Mbinguni daima pako mbele ya macho yetu. Mtu fulani alisimulia hadithi hii. Ukiweka konzi la chumvi kwenye maji, je, yatakuwa ya chumvi au yasiyo na chumvi? Yanaweza kuwa zote mbili kulingana na ukubwa wa chombo. Ukiweka konzi ya chumvi kwenye kikombe kidogo, maji yatakuwa ya chumvi.
Walakini ukiweka konzi ya chumvi kwenye ziwa kubwa, je, maji yatakuwa ya chumvi? Itakuwa vigumu kuwa na athari yoyote. Vivyo hivyo, ijapokuwa kuna maelfu ya vizuizi vinavyozuia njia yetu kuelekea ufalme wa mbinguni, ikiwa chombo cha mioyo yetu ni kikubwa, tunaweza kuyakubali mambo haya yote kwa urahisi. Walakini ikiwa chombo cha moyo wetu ni kidogo, tunaathirika. Hata kama kuna vikwazo vingi vinavyozuia njia yetu ya imani, tunaweza kuwa na shangwe tukifikiria ufalme wa milele wa mbinguni, sivyo? Mungu Elohim alifungua njia ya wokovu na kutujalia msamaha wa dhambi. Ninatoa shukrani na utukufu wa milele kwa Mungu Baba, Kristo Ansanghong na Yerusalemu mpya mama wa mbinguni. Kwa hili ningependa kuhitimisha mahubiri ya leo. Asanteni sana.